in faithfulness, to remain in God's presence. It is our work now. That's why we must pray to have fear of sin. When we go under sin, into sin again, we make him go. We put him again. We crucify him. We put him on the cross again. Hallelujah. That's why he says he does not like sins. He loves sinners, but does not like sins. Lamando. That's why he calls you to enter the kingdom, to praise and worship him, and remain in righteousness, without which the Hebrews chapter 12 verse 14, without righteousness, without holiness, no one shall see the Lord. Even though he died on the cross, he redeemed us. He paid the price for our sins, and he left us sin free. He will come back because he left us in the flesh. He will come back to take us into heaven sin free. Only believers who repented, who sanctified themselves, who avoided sins, will meet him in the cloud. What to who are still into sins? Because the Lord, when he comes, when the trumpet blows, you will not be among those who will be uplifted. But Labu Shanda Rabayakuta. Iramandrabayakuria basete. Yesu komungu. Yakatababosa. Uraminegi labra. Joy to work to you who are into Yamandrabayakuta basondrebayakata. For you who are sticking into the word, into the word of God, into Christ. Because when he comes and reaches you, you are still standing firm unto Christ. He will uplift you. He will take you to heaven together with the 24 elders and the 4 livings, together with the angels and all the surroundings of heaven. We sing hallelujah, praise the Lord together with him. Glad be to us who will win the battle here on the earth, because we will not win because of our mightiness, because of our powers, of our forces, but we will win through the spiritual warfare. The spirit, because our battles, they are not into the flesh and the blood, but they are in the spirit of the Lord, through the blood of Jesus Christ. Hallelujah. So I want to let you pray. Go into prayer before I explain this in Swahili. Go in the deep of the prayers. Pray to God that God may make you remain in the sphere of the prayers, in the presence of his, without which, in the holiness of his, without which nobody will see the Lord. No matter what he has done on the cross, with sins, nobody shall see the Lord. You will not see meet the Lord in cloud with sins. Those who have conquered sin, those who have fought a good fight, and they have won the battle. Those who fought tremendously, who fought those who fought violently, and they conquered the battle. Ramanda bayakuria basata libro bayandrebo seketa bayanda ramande kuriasa. You who are watching me right now, may the Spirit of the Lord jump over you, crown over you, stretch over you. May the Lord meet you. Begin to pray, 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 pray. Sanctify your home. Ask for the glory of the Lord. Ask of the blood of the Lord to cover all your home. May the Lord walk with you. May you remain in the presence of the Lord, that his supernatural come to pass unto your life. Begin to pray. 1, 2, 3. Pray, 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 pray. Omba. Nikuwa nasema hivi wapendwa. Mahali tukikuwa nasoma Mwakolosai sura yake ya Amanda. Yesu kwa Mungu Bwana. Tulisoma Mwakolosai, Mungu kwa mwema. Asante Bwana majeshi. Wakolosai tukasoma sura yake ya kwanza mstari wa 13. Kitu ambacho tulisoma mstari wa 13, Biblia inatuambia mambo ya kutuweka moyo, kutufariji. Inasema ya kwamba 13, tulianzia 12, eti kumshukuru Mungu mwenyewe ametusamehe, ametutoa ndani ya dhambi, ametutoa Afrika, ametutia mahali ambapo tuko. Wapendwa, aseme tuwe watu wa shukrani. Mpendwa mchungaji, Biblia inasema tuwe watu wa shukrani. Mama ambaye ananifuata hapa, baba ambaye ananifuata, eti tuwe watu wa shukrani kwanza mbele ya Mungu. Tukimshukuru Mungu, eti utukufu wake unatufuata. Utakapotufuata ule utukufu wake. 13 inasema hivi. Aseme
na yeye alituokoa katika nguvu za giza. Eti sababu ametuokoa na kutuingiza katika ufalme wa Amen. wa pendo lake. La pendo lake. Kwa maana yeye alitupenda wa kwanza, akatuma mwana wake wa pekee akakufa kwa ajili yetu. Alifanya kazi yake, alimaliza Mungu. Wakati alituma Yesu, Mungu alimaliza kazi yake, alipenda ulimwengu. Haiko vile mama Mtombo. Ametupenda. Ametuma Yesu, amekuja kukufa kwetu. Mungu amemaliza yake kazi. Sasa panabakia kazi ya Yesu. Yesu amefanya yake kazi. Wamemtukana juu yetu, wamemdharau, wamempiga mawe, wamemuua. Amekubali kufa sababu sisi tupate uzima. Amemaliza, amekomplete mission ya baba yake Mungu mwenye alimtuma. Haiko vile kwa kukubali kufa kumsalaba. Akaambia Mungu baba yake, eti wasamehe wenyewe wananiua, maana hawajue mission yao, hawakujua kwamba hiyo kazi ulinitumia. Hawakujua kenye walifanya kumuua Mungu. Hawakujua kenye walifanya kumuua mkombozi. Unajua kuna mtu mwenye anaweza kufanyia ubaya na wewe njoo atarudia tena kesho kutega mikono hivi. Mkiniangalia kwenye wenyewe mko Ulaya, watu wengi mafamilia zenu waliwatendea mabaya. Wengine walikuja kuwaletea hata wakuwafanya vibaya mmakande refugee. Wengine waliwachawi. Lakini wale watu leo ndio uko wanatega mikono. Kama haujapiga simu dishifre hajalala. Iko na kuambia mbona hatujakula. Bale watu wenyewe walikubali kutrahire, ndio wenyewe leo wako wanakupigia dish. Hawezi lala kama hajasikia. Ule mtu malikuchukia sana, ndio wanakuomba sana kwa leo. Wapendwa, eti lazima tuwe watu wa shukrani, maana Mungu alikamata waadui wetu akawageuza. Haleluya. Eti tukumbuke pendo lake. Kama haikukuwa yeye, hatungefikia pale. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna kitu kenye kiko inapita ndani ya mtandao sahihi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Amen. Alafu anasema ya kwamba yeye mwenyewe kwa mkono wake wa nguvu. Kwenye kusema ule mtu akuue, akuchawa akuue. Leo uko ndani ya Kristo unashuhudia mema ya Mungu. Wakati wa ndugu zake wa Yusufu walimkuta Misri, njana na wapigia kule, wanakuja kutafuta chakula Misri, wa ndugu zake wa Yosefu 11 yote. Wakati walifika pale, wakaenda kumwambia eti utusamehe, eti usituue, utusamehe. Akamwambia hapana, sitawaua nyie. Nyie mlikusudia mabaya kwangu, lakini Mungu alikusudia mema. Na kama hukufanya vile, singefika kwa kiti yenyewe ni kwako leo. Mabaya mlinifanyia, ndio maana niko Ulaya leo. Hallelujah. Eti vita mlilamusha kwangu ndio yenyewe liprovoke deste yangu, na leo niko nakula, nafungula frigo, mayai iko na vuya, maziwa iko na vuya. Not even. Sasa nyinyi mko uangalie gari uko natembelea. Mimi kwa na kiagari changu, pasero unajua kiagari changu kama poenye kwa hivi kwa samutu. Taona kikala ndani, ni wanasema haleluya, sema jina la Bwana libarikiwe. Kama vita ikutokea Kongo singefikia hapa. Angalia kile kijipe changu sasa na barabara tunatoka Salimbwa. Ndio, nitembea mkile kijipe kyako naona. Najiuliza Desire alikuwa anavaa manguo za kukatia za alikuwa anashuhudia kwamba alikuwa na mafunzo mumigulu. Hivi voiture yapata hivi angetembea kako na Aniambia natembea mule voiture, sio natiende muziki ya Mungu, nasema jina la unaona niko natingiza kitu, anafikiri ni kitu kingine, mimi niko mbinguni, wasema jina la Bwana libarikiwe. Anasema kwamba tuwe watu wa shukrani kwa pendo la Mungu. Jiwaze mtu anakuchukia, anataka kuua, anatumwa naacha nyumba yako, naacha mali yako na kila kitu, unakimbia. Mama Mtombo, ile vita mlioipitia kule, leo unajikuta huko mnyumba, wewe ulikuwa unalipa loyer. Ulikuwa mnyumba Kongo, ulikuwa unapanga. Na kama hukulipa wanagia bwana haujalipa pesa, unajiuliza nitatosha tena ya kulipa wapi? Mtu anakia kwa
Breza. Unakula chakula unashimama. Mtu anakuambia sana kia kuku. Mtu anakuambia sana kia kukuua. Anakia kukuua. Njoo ule anakutafutisha acha kuua wale unajikuta kwa Uganda au kwa mkao wapi au wapi unalilia Mungu unisaidie Mungu wewe uko mbele ya chishu uko mbele ya adui zako. Mungu uko ndani ya mateso unalia Mungu nisaidie. Mungu anakutosha pale mama mtombo nikiingia mkile cha nyumba yako naona unafungula cha nyumba chumba 1 2 3 4 5 kila mtoto yuko na kwake. Hakuna Mungu aishakulipia ile rent wale walikuchukia sababu Mungu akuja kupatia yako kwenye huko. Kama wale maadui yako haungefika pale kwenye huko. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Njoo kwa maana Biblia inasema tuombee adui zetu waishi. Maana wasikufe na wajashuhudia makuu ya Mungu juu ya maisha yetu. Anasema ya kwamba Isaya 62:65 ya kwamba eti mbegu yetu tutakayoipanda eti adui hata kuja ishambulia tena lakini atakuja njoo kututumikia watageuka mtumishi wetu. Ndio maana leo kama adui wako hajalala mwenye alikuwa adui wako anaanza kuambia sema mama na wengine bashatu moja alinipigiaka kwetu moja alinipigiaka iko na tuba asewan asonisamehe Bwana sipendi nimseme jina sababu atakuwa sema jua kama ndio nilisema anatufuata mingi asonisamehe vile vile nilikufanyaka ya mumira za regrete aseyo mema yote unanifanyia asonisamehe sana nikuchukilia nitafuta nifanyia makosa nisamehe akatubu unajua kama fulani ndio alinidanganyaka unajua kama fulani ndio alinidanganya sema hakuna ule alikudanganya sababu mimi niweze kufika kwenye niko leo niwasaidie. Hapana, kama hakuna adui hakuna ushindi. Hakuna jinga kabisa. Haleluya. So tuanze katika tuendie ndani maombi tumshukuru. Biblia inasema tuwe watu wa shukrani. Tumwambie Mungu shukuru Mungu tu kwa vita ambavyo amepigana kwako. Biblia inasema hapa kwenye tulisoma nishasema mu English nilikuwa na tafsiri tu mkiswahili. Biblia inasema ya kwamba Mungu ametuokoa kwa vita. Mwakolosai sura 1:13. Eti Mungu ametuokoa kwa vita mbele ya adui yetu kwa mkono wake wa nguvu yeye mwenyewe ili atuweke ndani ya destiny yetu ndani ya baraka zetu. Tumshukuru Mungu. Tumwambie Mungu na adui zetu aweze kuokoa kosesi amani. Ili mwana Yesu twende katika maombi. Twende katika maombi kosesi amani na wokoto mjue Mungu. Baba katika uwezo wa jina la Yesu. Asante Mungu mwenye nguvu na uwezo na utukufu. Asante Mwamba wa salama. Wastahili Jehova Jireh. Wastahili Jehova Rafa. Wastahili Jehova Nisi. Wastahili Elohim. Wastahili Adonai. Wastahili El Shaddai. Hakuna aliye kama na wewe Bwana. Hakuna aliye kama na wewe Mungu. Mwenye nguvu na uwezo na utukufu Mwamba wa salama. Wastahili watosha waelea. Yesu Kristo, la babo sende kuria sete, la mabaya karia tete babos, limandaria katoria babos sendereos, itakateria babos, la mabrakuria zindereboya sete. Baba asante kwa neema yako, asante kwa kazi ya msalaba wako, asante kwa wema wako. Muombe yakara babos sete. La mandara katete robobos liria kuria setere bobobos sandra le mandre boyakuta. Yesu ni Mungu mtakatifu, hakuna mwingine kama wewe. Asante kwa ukombozi wako, asante kwa wokovu wako, asante kwa ishara zako. Kama si wewe Bwana ningekuwa wapi? Kama si wewe ningekuwa wapi? Adui zangu angenicheka, lakini kwa neema yako Bwana, lakini kwa neema yako Mungu umenifanya Baba niwe vile nilivyo. Umenitendea mema Bwana. Yesu. Amen. Sasa unajua wakati Pastor Desire mnajua wakati mimi nilikuwa Uganda, sijui kama nishawashuhudia ile, sijui kama bashakazi uko nafasi nishawashuhudia ile. Wakati nilikuwa Uganda,
balinipatiaka sumu. Watu babaya tu benye sikujuaga bakanipatiaka sumu, lakini niliwawaziaka, lakini nikuwazia hiyo familia niliwaziaka, lakini Mungu anisamehe. Karibu kukufa Desire, karibu kukufa. Ilikuwa karibu kukufa, ilikuwa kukufa kifo kabisa. Yani nilimaliza 3 jours niko mkoma après kutapika. 3 jours niko mkoma après kutapika. Na benye ba expert bakupana ile dawa ya kutapikisha bakanambia kwamba nilikuwa nabakiza tu ni 3 jours nikufa. Sasa siku 3 nikufa. Na ile poison. Ilikuwa poison ya nguvu. Yani singelala tena, singesimama, singejitingiza, nilikuwa na kushimama nao ni problem, singefanya kupumua ni problem, kutingiza shingo ni problem. Nilitapika ile siku, nitapika ile siku sitaisahau. Na njoo na ni sumu, nikula sumu, banipatia sumu. Ukaumiza mgongo. Hapana, inakamatia mkifua. Inaharibu vya mkifua, unajua system ya mwili inaingia ndani ya viungo vyote na piga viungo vyote. Sasa na ukijitingiza ndio unasikia unajitingizia mkifua. Ukishimama unasikia kifua ndio kinashimama. Ukilala yani pastor mwenzetu Samuel mwenye alinibebaka kwa hospitali, juu singeingia hata kumoto, haungeingia mgari, hautaenda. Gari kitingizika ni problem. Yali alikuwa anatembea hivi kama vile mtu ule baba. Mungu ambariki Pastor Samuel kwenye iko America. Mungu ambariki ule baba. Bibi yangu ya watu bibi yangu alikuwa yake mzaifu wa mimba, angeniweza. Alitembea iko nalia. Samuel alikuwa mwanaume mkubwa wa nguvu, anitia kumgongo. Alikuwa anatembea visa nyongolo tu nifike kwenye naenda kamata dawa. Namaliza ile siku nienda kukamata dawa, mimi natapika. Namaliza kutapika, balinipeleka ndani ya usingizi. Apre kutapika, nikaona nishabapatia ile ujumbe, lakini ndapatia ile party ile ushuhuda siku nyingine. Napatia tu party ya corona ikulaka ya sumu. Sasa ile kumaliza kula sumu papa, nikaenda après 3 jours niko hospital na niko mkoma. Na kila mtu anaanza kujua kwamba bimeisha. Kanisa langu inaanza jua wachungaji wako wanafika pale. Mchungaji Malengera ndio mchungaji wangu na ndio babangu wa kiroho. Pale ndio kanisa letu la Hipek, ilikuwa Hopechele wakati ishakuwa Hipek, yani jina ligeukaka. Kwa hiyo juu tulianza ile kanisa ni Hopecha. Kwa tulianza watu baine, mie mchungaji Malengera na mchungaji Claude mwenyeko Canada na Mia na mchungaji Kasole Buranga. Ndio tulikuwa watu baine benye tulianza kile kanisa. Kwa hiyo Claude akakia kuenda America. Palikuwa na mama mmoja alikuwa anamuita Mama Justine. Sasa na baada ya pale pakakia kuja habari ya kushanje jina. Mchungaji mmoja akalamusha vita pale, aseme no, inabidi jina yenjo alipeleka kamachia jina, tukashanje jina. Mchungaji mmoja pale yeye Mia akakia peleka jina la kanisa. Ndio tukamwachia ile jina la kanisa, tukashanje jina, jina kabakia Hipek. Juu Hipek ilibakia tu jina, libakia kanisa, libakia ni kanisa. Juu jina haiko njoo kanisa, njoo bwana, jina haiko njoo kanisa, ministeri njoo Mungu akaipanua tena zaidi. Jaribu, unasikia watu wenyewe wanafanyaka watumishi wa Mungu vita, Mungu anainukaka tu juu ya kazi yake, juu ya huduma yake yeye mwenyewe. Alors finalement mwile kusimama, kisha après pale maombi tulifanya na Mungu ametushindania zile mavita. Maombi yenyewe tulifanya mchungaji, Mungu akakia kuniambia ninataka kupeleka mahali kwa vinywa vya watu 4 après kupona kwangu. Ninataka kupeleka mahali. Hapo nilikuwa na kazi yangu mu Miss Uganda, kazi ya mzuri mu Garden City. Yani nilikuwa na kazi ya mzuri ya design. Unaona tulikuwa tunapata pesa za mzuri kwa wakati ile tulifika Kampala mu 2000. Alors Miss Uganda sio wenyewe ndio tulikuwa tunainurir. Museveni alikuwa anakiashoneshia pale Makerere, wale ba Miss Makerere walikuwa tunakia sio ndio tulikuwa tunawafanyia kama nguo. Ndio kunani kuzaipa models. Ile ndio ilikuwa atelier ya Museveni na bibi yake. Watoto wa familia Museveni, kila wakubwa wote hao batu ya yulu wote bale ndio tena nilikuwa mbatu ba ine benye kwa nashima pale. Kwa mie Papa Libe, Christophe na kiana mwingine mwenye alikuwa anatumika naye jina yake Jean de Dieu. Yani nilikuwa mbatu baine benye walikuwa wanakamata position pale na kufundisha watu wengine huduma ya kushona, mo design.
Yaani manguo tulikuwa tunashona manguo pale zinaenda Inglaterra, zinaenda Mwafrika yote, tena nguo ya pale ndio ilikuwa ya shere Mkampala kote. Mkampala kote. Unaona? Yaani hapa nilikuwa nikikufanyia nguo itakufanana. Tulikuwa tunapata pesa ile wakati. Sasa wewe mimi nilikuwa designer mzuri, nikikuonesha mapicha zangu industry textile tulikuwa na utashangaa, utajiuliza SK biliende kakae. Jo Uganda no mako kuko pesa ndani ya kushona, si tu ile wakati yetu na Rwanda kulikuwaka. Sababu tulitumikia na Rwanda pia mwile nani. Sasa parenthese nyako pale bakakiaka kunipatia sumu mahali. Haiko mkanisa. Juu tulikuwa full time mkazi na tulikuwa full time mkazi ya Mungu. Yaani ile tulireserve, yaani muda wa Mungu ulikuwa na muda wa Mungu na muda wa kazi ulikuwa na muda wa kazi. Si njoo tulifanya yote sababu kazi iweze kuinuka. Pesa tulikuwa tunapata kwa tunaziinvestir pia mkazi ya Mungu. Sababu Mungu aliinua ile kazi mbio mbio. Si njoo tulikuwa tunalipa rent, yani tulikuwa tunalipa loyer ya yulu makanisa zote zilikuwa pale Kampala. Si sababu batumishi wetu batumishi tulikuwa na pesa, Mungu alikuwa anatubaki na tunabariki kazi. Unaona? Batumishi tulikuwa na, yani Mungu alituinua na chumba ya maombi ya nguvu yenyewe ilikuwa ya nguvu ya makanisa za bageni pale. Ilikuwa ni chumba na Baganda walikuwa wanakia mchumba maombi yetu. Ile unasikia maombezi kiroho, yani kanisa letu Kampala ndio ilikuwa la kwanza la kiroho pale mumane 2002 mpaka 2005. Pale. Ndio nitoka pa Kampala mu 2007. Alors, mimi à l'époque mu 2005 pale ndio nikakula sumu 2006. Sasa pale Mungu après kumaliza kula sumu Mungu akaniambia na kutuma mahali sababu ile mahali kuna taifa langu nenda saidia pale. Nikakutana kwa kanisa moja kule kukaa kwa de refugee. Ile kanisa ilikuwa ilisha karibuni kwenda kukufa. Mungu aliniweka pale, tulifanya kazi ile kanisa, watu walikuwa baishaka banaanza ogopana, watu wanapananaka sumu mkanisa, watu wanaogopanaka, bachungaji huyu hawezi salimia mwenzake asata nipatia sumu, huyu hawezi kula chakula na mwenzake, mtu hawezi patia mwenzake hata muhogo mai ya kunywa aseme ni tena watu wako wanaenda kuomba Mungu mkanisa, ambia hapana. Na ifika mwezi naona ni kanisa la kiroho lakini roho anaoza, watu wanaoza ndani. Najiuliza ni habari gani? Sasa Kristo iko wapi? Tunaingia kwa yani ba authority sasa walikuwa wanaingia mwile kanisa mbele, wa authority wa ASR, wa authority wa government, walikuwa bashatoka watu, yani ile kanisa lote lilikuwa lishakufa. Watu baisha tawanyika wote. Tuliingia mwile kanisa tuliomba. Tulichochea maombi mule, tulienda kumilima kule chini kwa bahari, kumilima moja kuomba. Mpaka ile kanisa tulitoka kule tuko na branches zake 3. Ile kanisa la Church of God. Tulitoka pale tunaanza shimamisha, ilikuwa iko ya mayani tunaanza shimamisha nyumba ya mzuri bila msaada ya mtu nje. Nyumba ya mzuri. Watu walirudia mkanisa. Watu walibarikiwa pale kuanza kupata ma-installation. Na mule ndio tulifanya maombi ya 3 jours, après maombi ya 3 jours. Mungu akaniambia uende pale kwa barabara. Tukaba pastor banne. Mwende sasa pale kwa barabara. Pale kwa barabara kwa tulienda pale. Kulikuwa ofisa wa installation alikuwa amekuja. Aniambia aseme alikuwa hanijua yake hata sana. Lakini kumbe anajua tu na jina langu. Roho Mtakatifu alifunulia jina. Asekapingo ungaliki muika. Ndio ningali mwi. Na pale nilimaliza kukula sumu, niko tu na miezi 3 na nimefika mkaa. Mungu ananiambia nienda saidia kule kukaa na njoo kwenye baraka zangu za installation kwenda nje, kwenda kufanya kazi ya Mungu nje zitatokea. Unasikia? Yaani vitu vyenyewe tuko tunavifanya kufanya. Tumetumwa kuvifanya na Mungu. Unaona? Hatukujiita mkazi yenyewe tuko tunafanya, tuliitwa njoo na Mungu. Njoo wakati yenye après le 3 mois tunaenda nje, après le maombi ya 3 jours tunakutana ule ofisia ananiambia si ungaliki hapa Kapinga. Anambia ndio ningali hapa mama. Basi benzako banafika hapa hawatatusaidia. Ameshatuambia sasa hawatatusaidia, twende tuhubiri tu injili, tusaidie watu kwenda mbinguni, asema siende Ulaya, asema waende mbinguni. Basi tukatalia hapa kutusaidia. Zaidi si ba pastor banasema sasa hawatatusaidia. Okay. Kisha ule mama kanambia, nilikuwa na karatasi kangu, na karatasi nilikuwa nakaombea kadosie yangu. Nilikuwa nakaombea kalikuwa mfuko hivi. Asiokora ni mfuko yangu, mfuko yako. Kafaili niambia niko na achaka na asa nipatie nione. Anaanza nipatie, anaanza kasoma. Uko hapa na familia. Familia iko nayo muika. Namwambia ndio iko mkaju tukwa tunaingia mwa wenzetu baine bachungaji walibakia nje. Mimi nikabania wewe aseweka pinga wanza. Nikaanza mule ndani. Akaandika file iko na register. Nikaanza labda iko na revoir. Kumbe
Pale alimaliza kuiangalia akanambia sasa uje Hoima. Hoima ndio district mkuu, kule ndio biro mkubwa iko ya kufanya interview. Papa nilifanya interview après 2 mois. Barua ya kwenda Denmark ilikuja. Nikashukuru Mungu. Haleluya. Sasa acha niwaulize. Wacha niwaulize hivi. Kama sikukulaka hii somo, mnawaza ningepata ile njia ya kusema nitoke niachane na ile kazi juu ile kazi ilikuwa kama vile ilikuwa kazi nilikuwa napenda, juu nilikuwa napata makuta. Ingekuwa vigumu kuiacha kama sikupata kwanza ile reshite ya magonjwa, ile kupata ile reshite ya magonjwa, njoo ile kubakia kunyumba mtu anaanza kutafuta Mungu sana. Yani na nguvu ngana ngoja zikuje juu urudie mkazi, njoo Mungu akanambia si hapana, urudie tena kukazi, unaenda njoo kule kukampala. Kule kunani kukande refugee kule kusaidia kazi yangu kule kuinua, na njoo vile Mungu alitokea kule, na leo niko hapa ni ushuhuda. Kama ule mtu akuleta ile habari ya ile sumu, kama mtu akunifanyia mabaya, najiulizaka eske ile neema ingetokea wapi? Vile njoo nipatia uvumilivu, njoo nipatia promotion, njoo kwa maana vile anatuambia wapendwa tuwaombee waadui wetu. Yani shida katika maisha ya Ukristo ni moja ya safari. Ile sumu sikuikulaka mkaa. Unasikia watu wa mkaa wote walianza kukuja mwile day 3 mois inane yenye tulitoka pale kwa tumemaliza demwa, na demwa nyingine barua ilikuya, na demwa nyingine ya preparation ya kukuja. Tumemaliza presque inane, tukumaliza odela inane mule mkaa, na tukajikuta tuko Denmark. Tena bibi yangu alikuwa mimba ile wakati, mimba mkubwa ya kijana wangu wa Teresa tuko naye hapa sasa. Unaona? Sasa bakwa wanasema eti Denmark haibebe watu ya mimba. Lakini bibi yangu ndio alikuwa wa kwanza Denmark iletaka niko na mimba iko hapa hivi. Anataza. Mungu anatendaka. Haleluya. Ndio maana wakati tulifika hapa mtoto alizaliwa tukamuita jina ya Manase. Mungu ametenda, amesikia maombi yetu. Bwana asifiwe. Kia salimia watu Manase, kuya hapa. Kia salimia Manase. Acha niwaoneshe kijana wangu mwenye alizaliwa mwili agano. Jana mwenye alizaliwa mwili agano ni huyu kijana, na unaona anakuwa mrefu kunizidia. Teresa. Amen. Hallelujah. You can't have it. I'm too cool. Unasikia Manase? Mtu mweko anaonyesha sinya furaha. No. Ameko kabisa na amani. Basi si unaona wengi hawalalaki kwa kosa amani. Takuta mtu halalaki, iko tu ku Facebook wa. Mnajua wakati yenye Yusufu aliingia kwa ufalme, anaoa mtoto wa Farao. Unasikia? Wakati yenye alitoka mkashomu prison, ile shida yote ya bandugu yake marafiki walimuchukia, ya hali yote aliyoipitia, anatafsiri ndoto, ile ndoto inampatia promotion, anafika pale. Na mimi kazi ya Mungu yenyewe nilifanya ikanipatia promotion, maombi yote nilifanya, promotion ya kazi ya Mungu ikanileta Denmark, si ndio? Wakati mimi nafika Denmark natoka ndani ya shida nilikuwa nayo kule chini. Yusufu wakati atoka ndani ya shida, banamuvika sasa ufalme ndani ya Misri. Mtoto wa kwanza alizalaka anaitwa Manase. Akamwambia ni kwa sababu Mungu amenitosha ndani ya shida, amenibariki, amenikumbuka. Ndio maana yayo. Haleluya. Kwa hiyo wapendwa, yani vita ni moja ya maisha ya Kristo. Na kama hauna vita na hawezi jua nguvu Mungu amekupatia. Si ndio? Ndio kwa maana msichukie watu ambao wanaowachukia, muombe. Ndio vile anasema muombe wasife tu na hawajaona makuu ya Mungu ndani ya maisha yenu. Ndio kwa maana nataka kuambia muendelee kumwambia Mungu, mkono wake uzidi kuwa pamoja na yeye, na adui wale wanaowachukia wabakie tu kule, na Mungu awakoseshe amani, wasife hawajaona baraka zenu. Nao Mungu awakumbuke katika kule kukosesha amani, waweze kuamini, wajue kwamba Mungu wenu. Elia aliomba mbele ya nabii
manabii 850 wa Asheru na Bale. Aliomba akasema, Mungu ijulikane kwamba ni wewe uliyeniita, kwamba sikukuamini sababu ya kitu au ya vitu, lakini kwa ajili ya vita, na vita kama hivi ndio vyako.